Kila kitu, sidhani kama kuna kitu ambacho walikuwa wanakifanya kwa usahihi. Walikuwa hamna kitu ambacho wanafanya kwa usahihi. Walikuwa wanapoteza mipira mara kwa mara kwenye eneo lao la hatari, recovering runs zao zilikuwa very slow. Kwa hiyo Berkane wakawa wanapata space za kuadhibu Simba mara kwa mara. Wangeweza kutoa adhabu zaidi ya zile goli mbili. Simba hawakutengeneza chance yoyote, hawakuwa na umiliki mzuri wa mpira, walikuwa hawa press vizuri kuanzia juu, walikuwa hawalindi vizuri karibu na goli lao. Kwa hiyo hakuna chochote kizuri ambacho Simba walikuwa wanakifanya first half, hususan zile dakika 20-30. Ilikuwa ni game ambayo Berkane wameikamata mazima. Kila kitu ambacho walikuwa wanakifanya kilikuwa kinatokea kwa usahihi mkubwa sana, spaces zilikuwa zinafunguka mara kwa mara. Ilikuwa ni issue ya kwamba nafasi ngapi ambazo Berkane wanataka kuzitumia. Bahati nzuri kwa Simba ni kwamba ndio hicho nilichokisema kwamba Berkane hawakuamka na ufanisi ambao tumewazoea nao, lakini ingekuwa ni siku nyingine yoyote ndani ya dakika 45 za kwanza isingeshangaza kumuona Berkane ana zaidi ya goli 4. Yaani kuna namna ambavyo Nasiri, mchezo ule ulikuwa unaendelea ama mchezo umetamatika, kelele nyingi zilikuwa kwa Musa Pinpin Kamara. Umemtazama Musa Pinpin Kamara kwenye mchezo ule, kuna baadhi ya makosa kweli aliyafanya, binafsi watu kumshushia lawama. Mfano goli la pili, nafikiri uchaguzi wake wa pasi ulikuwa sahihi. Mimi nilikuwa naamini alitakiwa kupiga mpira juu, apige mpira mrefu. Tunaona magolikipa bora wanajua solution kwenye matukio kama yale yanakuaje. Ushajua kwamba wapinzani wanakuja kutupress sisi juu. Kwa hiyo sio muda wote upige hizo pasi za chini. Kuna muda unatakiwa uhamishe mpira juu. Nafikiri ni kitu ambacho Diarra huwa anakifanya vizuri sana. Diarra kuna long balls huwa anazipiga alafu zinakuwa ni hatari sana kwa wapinzani. Kwa hata wapinzani wa Yanga huwa wanaogopa muda wote kuwa press Yanga juu. Nafikiri kuna mechi ambayo Yanga walicheza na Simba ya Community Shield. Diarra kuna mpira fulani hivi mrefu, Simba alijaribu kwa press Yanga juu, Diarra kuna mpira mrefu aliupiga ulienda kwa Faridi, alafu Faridi akaupeleka kwa Mayele, likapatikana goli. Kwa hiyo pasi moja tu ya goalkeeper ya juu imeenda kuwafungua wapinzani na goli limepatikana. Kwa hiyo better goalkeeper huwa wanajua mwenendo wa mchezo na nini ambacho anatakiwa kufanya. Sio kila muda unalazimisha pasi za chini. Muda mwingine mpinzani anapokuja kukupress wewe na watu wengi, manake nyuma anakuwa na watu wachache. Kwa hiyo solution ni kupiga mpira juu, lakini Kamara akalazimisha mpira wa chini. Na of course Kamara amekuwa na makosa ambayo ni ya mfululizo. Dhidi ya Al Masry ni makosa yake mawili aliyofanya kule Misri, akapelekea Simba kuruhusu magoli mawili kwenye ligi. Hapa nayo amekuwa na makosa ya mfululizo. Kwa nafikiri anatakiwa kupunguza hayo. Sio kitu kizuri kwa mchezaji ambaye upo kwenye klabu kubwa kufanya makosa ya mara kwa mara. Saa nyingine anaweza akaiweka klabu yako kwenye situation mbaya. Tumemtazama Abdulrazak Hamza kwenye ule mchezo. Kuna namna ambavyo pressure ilimwandama, ama shida ilikuwa ni nini Nasiri? Ama mechi ilikuwa kubwa sana kwa upande wako, kwa namna ambavyo binafsi ulimtazama? Kelele zilikuwa nyingi sana kwamba Abdulrazak Hamza huenda alikawa ni beki ambaye ni tegemezi sana kwa upande wa Simba. Mechi kubwa kama hii, Abdulrazak Hamza penye kwa mategemeo mengi anakosa mategemeo kwa Watanzania, lakini pia kwa mashabiki wa Simba. Sikakosa mategemeo vipi? Ile imani kwa mashabiki wa Simba, pengine watu ambacho wanadhania afanye hajafanya iko mapema tu, mechi imemkataa. Nasiri, kuna namna ambavyo Simba kwa mabeki, kuna Abdulrazak Hamza, yupo Chemaloni Fondo, lakini pia yupo Kalabu Chamu. Simba defense yao inaelekea kwenye mchezo wa pili huu, makosa haya na Abdulrazak Hamza, tutegemee kumuona tena mechi ya marudiano? Hamza sikaumia. Mategemeo yalikuwa makubwa sana kwa upande wake. Afanye nini sasa? Yaani kwamba hawakutaka atoke au alitaka afanye nini? Yaani hapo ndo ambapo mimi sijaelewa mategemeo ya vipi. Mategemeo yalikuwa makubwa sana kwa upande wake na kile kilichotokea. Sasa kwani mimi sijaelewa kafanya nini kwamba maana si aliumia akatoka, tena bahati mbaya aliumia akaja kurekebishwa akarudi tena uwanjani akashindwa. Kwa hiyo mimi sijaona kibaya yani cha kusema Hamza sijui mategemeo kwamba Hamza hapaswi kupewa alama hizo. Lawama gani ambazo wanampa kwamba wengine wanazungumzia kwamba alikimbia mechi, kwamba alijiumiza. Maneno alikuwa mengi sana kwa upande wake. Maana ikakuuliza kiufundi zaidi kwamba Hamza pressure ilimwandama. Unajua mashabiki huaga na tafsiri vitu kimemko sana. Juzi hapa kwenye ile mechi na Stellenbosch ya Zanzibar, huwa aliumia lakini subs ziliisha, lazimika kucheza. Hata ndio maana ameumia, alitakiwa atolewe na nini.
huyu kaumia akasema na ametolewa, alafu sasa mimi yani sioni hapo shida. Personal makosa ya Hamza yapo wapi, kwamba yani kajifanyisha kuumia kakimbia. Nikakuuliza kiufundi zaidi kwamba Hamza pressure ilimwandama kulingana kwamba ni mechi kubwa ya finali kiufundi, kwamba ambayo ikapelekea kukimbia au hapana? Binafsi kama yeye mchezaji, kwamba huenda pressure ilimwandama, kwamba maneno alikuwa mengi sana kwa upande wake. Hivi ni mlinzi gani wa Simba ambaye alifanya vizuri kwenye ile mechi? Kwenye ile mechi kwangu Kalabucha ndiye alifanya vizuri, na nafasi zile ambazo alizipata Berkane. Yaani unasemaje mlinzi kafanya vizuri wakati unasema mpinzani angekuwa na ufanisi ndani ya dakika 30 angeweza kuua hata chuma 4. Kwamba kiujumla defense ya Simba ikufanya vizuri. Unajua kilichotokea pale Morocco sio issue ya mchezaji mmoja, ni issue ya timu nzima, nini ambacho walikuwa wanaamua kufanya. Na kudefend siku hizi ni na defend at the team, na hususan aina ya mchezo unavyokuwa. Yaani unaangalia pia mwenendo wa mchezo. Berkane walianza na gia ya juu kwa pressure Simba kuanzia juu. Simba hawakugundua hilo na kujiorganize kama timu na kuamua kwamba wakati Berkane ameanza na gia ya juu, labda sisi wote turudi nyuma kwa ajili hata kupress kuanzia juu hawapress. Kwa labda walikuwa warudi nyuma wajilinde na idadi kubwa ya wachezaji. Wao wakaamua kubaki vile vile na watu wawili nyuma, juu viungo wawili. Matokeo yake hata wakitaka kufanya ile build up ikawa nashindikana kwa ajili Berkane wana press na wachezaji wengi. Berkane muundo wao ni kwamba wana namba 10 wawili, wana wingers wawili, wachezaji wanne, na bado wana mtu mmoja mbele pale ule Osama. Kwa hiyo ni watu watano wanaenda kuwa press watu wanne. Kwa hiyo unajua kabisa hapo atakaoshinda ni Berkane, lakini Simba hawakuadapt na hayo mazingira, wakaendelea vile vile. Kwa mfano wao umenitajia sana Hamza. Lile goli la kwanza walofungwa Simba, kosa ni la nani? Goli la kwanza ambalo lilikuwa ni mpira wa kona. Kosa ni la nani? Hadi mchezaji anaenda kupiga free header, yule Kamara anapiga free header. Kosa la nani? Of course ni kosa la timu nzima. Hawajajiorganize, hawajawasiliana kwamba huyu akae na nani, tulinde vipi. Yaani ni wamekaa tu pale, matokeo yake wamemwacha yule jamaa. Alafu cha kushangaza yule ndo mrefu zaidi ya wachezaji wote. Wamemwacha akiwa free, ameenda kupiga free header, ila haikubaliki. Na sio kosa la mchezaji mmoja, ni at the team natakiwa mjiorganize, kuwe na mawasiliano muda wote. Kwa hiyo Simba alichelewa kuingia mchezoni, na sio tu mechi dhidi ya Berkane. Hata kwenye baadhi ya mechi za ligi Simba wanaanza taratibu. Mfano mechi na KMC waliruhusu goli la mapema, mechi ya Mashujaa waliruhusu goli la mapema. Kwa hiyo wameenda na tabia hiyo ya kuanza game kwenye gia ya chini. Kwa hiyo kama dakika 20 hivi Simba hawakuwa mchezoni wote, yani sio mchezaji mmoja, wote hawakuwa mchezoni. Kwa hiyo matokeo yake ndo hivyo, nafasi zikazi zinafunguka tu kwa Berkane. Hiyo ya Hamza kukimbia sijui kuumia, nafikiri daktari mzuri ni wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unavyojiona. Yaani haiwezekani daktari akakwambia bwana wewe mzima huna malaria. Alafu anamwambia unauma ujisikii vizuri afu akakulazimishia. Kwa hiyo kama yeye mwenyewe alishajiona hayupo sawa. Hakuna namna ambavyo unaweza ukamlazimisha. Nasri, umewatazama RS Berkane kwa ubora zaidi na tumewatazama dakika zote 90. Mechi ya marudiano, Simba nini wafanye kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye mchezo huu? Wakapambane, hakuna njia nyingine. Jamaa washapata goli 2, mechi ambayo mpo nyumbani, mna ulazima wa kupata magoli ili mpate chochote kitu. Kwa hiyo lazima Simba waende wakapambane. Kwenda kutafuta magoli kuna njia zake. Sio lazima muda wote uwe unaenda tu. Lazima uwe na heshima ya mchezo, uwe na discipline ya mchezo. Unaenda kucheza naye pale ni timu ya daraja la juu. Kwa hiyo wanajua nini ambacho Simba wanakitaka na wanajua nini ambacho wao wanatakiwa kufanya. Na wanajua kuzicheza hizi mechi vizuri sana za ugenini. Kwa hiyo wana solution ya kila kitu. Kwa hiyo kwa Simba ni kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza nafasi na wakawa wafanisi kwenye hizo nafasi. Maana kutengeneza nafasi ni kitu kimoja ambacho Simba wanakiweza, lakini kutumia hizo nafasi ni kitu kingine ambacho Simba ni kigumu sana kwao. Lakini wakati huo ni kuangalia namna ambavyo defensively pia wanakuwa na hiyo discipline ya kuzuiaji ili kuto kufanya mechi kuwa ngumu zaidi. Maana tunasema ikitokea Berkane kapata goli moja, Simba hata akipata magoli 3 bado hayampeleki popote. Kwa hiyo lazima kuwe kuna hiyo discipline. Kwa hiyo wakati Simba anafikiria kupata goli na ndio kitu ambacho anakihitaji magoli, lakini wakati huo awe na heshima na Berkane. Berkane anaweza
akakuadhirisha popote pale. Sio timu ambayo haiwezi ikapata kitu ugenini. Msimu huu ameshampiga ASEC kwenye hatua ya robo finali 1-0, wamepiga Stellenbosch 3 kwao, na kuna baadhi ya mechi nyingine ambazo wamefanya vizuri ugenini. Kwa hata kwa Simba licha kwamba ana uhitaji wa kupata magoli, lakini wanatakiwa kujua wana deal na timu ya namna gani. Nasiri, kwa namna ambavyo umezungumzia kwamba Simba wamefungwa kule mabao mawili, lakini ilikuwa ni kama siku ya kibahati kwao. Magoli mawili haya kwa Simba tunaweza tukazungumzia kwamba walifanya pia kazi ya kubwa sana kwa namna ambavyo kufungwa mabao mawili kama timu kama RS Berkane, kwa mujibu ambacho umekizungumzia hapo wewe mwenyewe. Simba wamefanya kazi kubwa. Umezungumzia ilikuwa pia ni siku ya bahati kwa upande wao kwa kuwa wamefungwa magoli mawili kwa timu kama RS Berkane. Kutokana na nafasi ambazo wamezipata. Sio Simba wamefanya kazi kubwa. Ni Berkane hawakuwa makini. Kwa kama wangekuwa makini kwa chances ambazo wamezipata, walitakiwa kufunga zaidi ya pale. Kwa hiyo Simba yani hawataki kusema tulifanya kazi, wala hawataki kujipongeza kwa lolote kuhusiana na ile mechi ya Morocco. Wanachotakiwa ni kujua kwamba ile sio standard ya finali. Wanatakiwa kufanya zaidi ya kile ambacho walikifanya kule Morocco. Yani wasijidanganye kwamba kwa Berkane tumejikaza, watu wanapigwaga 4-5 hapa, sisi tumefungwa 2. Hapana, yani mentality hiyo sio. Wanatakiwa kujua kwamba kile walichokifanya kule Morocco hakitoshi wao kupata kombe la Confederation. Wanatakiwa kufanya zaidi ya hicho. Kwa hiyo wakija huku Tanzania wafanye mara 3 zaidi ya kile. Yani kile hawataki kukifanya kile kabisa. Yani wanatakiwa kufanya maradufu zaidi ya kile. Nasiri, watu wana compare vitu viwili kuhusiana na mechi ya Simba zidi Al Masry ambao wamefungwa kule ugenini 2, wakaja kufunga hapa goli 2 Benjamin Mkapa. Shughuli ya Simba hapa nyumbani Tanzania, kuna namna ambavyo Fadlu Davis aingiaje kwenye mchezo, yeye kama kocha, kimbinu zaidi ama kiufundi zaidi? Sio jambo la mwanzo kwamba wanahitaji kufunga, lakini wanahitaji kuwa na discipline ya ulinzi. Yani hicho ndo ambacho wanatakiwa kukifanya Fadlu Davis, kutafuta balance ya hivyo vitu viwili. Na bahati mbaya zaidi kocha sio ambaye ataenda kuwajibika pale uwanjani. Yeye mambo yake yote anaishia kwenye ile touchline. Mwajibikaji wa uwanjani ni mchezaji. Kwa hiyo na mimi moja ya hofu yangu ni kwamba Berkane, unajua kwenye hii michuano yote Berkane ameruhusu magoli 2 pekee yake. Kwa hiyo ni timu ambayo haikupi nafasi ya kufunga mara kwa mara. Alafu washambuliaji wa Simba wengi sio wafanisi zinapotokea nafasi. Wana wachezaji wengi ambao wanahitaji nafasi 3 kutumia 1. Kwa hiyo timu ya aina Berkane haitakupa chance hizo nyingi, na ndio maana wameruhusu magoli machache. Kwa hiyo inawezekana Fadlu Davis akawapa ramani nzima wachezaji wa Simba na nafasi zikatengenezwa, lakini je, wachezaji watakuwa wafanisi pale? Kwa hiyo ni jukumu la wachezaji. Then wakati una uhitaji huo wa magoli, lazima ujue huko unajilinda vipi. Umfanye naye Berkane asipate goli ili mlima usiwe mzito kwako. Sasa je, mtaweza kumanage vitu viwili, mlazimishe kupata goli na mlinde vizuri? Berkane anaweza kucheza mpira wa attacking football, akakuachia wewe mpira, akamaliza mashambulizi yako, then akakutest kwenye counter. Watu wa kupiga pasi za masafa marefu wanao. Kila mtu alimuona ule namba 6 wao yule Kamara Msenegali. Watu waliona mawinga wao namna ambavyo na speed. Watu walimuona ule mshambuliaji wao wakati Osama jinsi gani technical ni mzuri. Kwa hiyo ni ngumu kwa kocha, ni ngumu kwa wachezaji, lakini hakuna namna, lazima waende wakapambane pale. Lakini mimi sina wasiwasi wote na Fadlu Davis. Una wasiwasi na kocha Fadlu Davis? Sina wasiwasi, nasema wachezaji, yani hapo kidogo ndio hofu yangu. Nasiri, unazungumzia una wasiwasi na wachezaji. Simba hii kama itatokea inakosa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, na mwanzo kabisa waliwapa asilimia chache sana kufanya vizuri, tutakuwa tuna deni na Simba kwa aina ya kikosi ambacho kimeanza kujengwa na Mwalimu Fadlu Davis, wakati asilimia zako zilikuwa ni chache sana. Mategemeo kama hapo walipozungumzia kwamba una wasiwasi na wachezaji, tutakuwa tuna deni na Simba? Mimi sina deni na Simba, na unajua hata ninavyosema na wasiwasi na wachezaji, na ndio maana siwalaumu viongozi. Yani viongozi nakuaje na washambuliaji wa namna hii, washambuliaji ambao ndio maana silaumu wao kusaini Ateba, silaumu wao kwenda kusaini Ahoua, silaumu wao kwenda kusaini Mukwala. Kwa ajili najua ni timu ambayo ndio imeanza kutengenezwa msimu uliopita. Hii ni timu ambayo ina dirisha kubwa moja tutoka ianze kutengenezwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya madhaifu nategemea uyaone kwenye hiyo timu. Kadri ambavyo wanapata zaidi madirisha ya usajili, ndivyo ambavyo wataweza wakaboresha zaidi na timu yao ikaendelea kuimarika. Mfano eneo la mbele, hakuna wachezaji wengi ambao ni wafanisi kwenye open play. Sio Mukwala, sio Ateba, sio Ahoua, sio Kibu Dennis. Mchezaji pekee pale mbele ambaye unaweza kumtumainia ni
Mpanzu peke yake, lakini hao wengine wote uwezi ukawa na imani nao kwa kiasi hicho. Kuna siku ambao wanaweza wakakupa kitu, kuna siku wanaweza wakakunyima. Kwa hiyo siwezi kutoa lawama zozote kwa ajili ndio timu ambayo inaanza kutengenezwa, lakini kwa mfano ingekuwa Yanga mpaka leo wana washambuliaji butu, ningetoa lawama kutokana na ile ni timu ambayo ina zaidi ya misimu mitatu toka ianze kutengenezwa, lakini kwa timu ambayo ndo kwanza ina dirisha moja kubwa, unawaelewa wao kuwa na mapungufu ya namna hii. Kwa hiyo kadri ambavyo wataendelea kupata madirisha ya usajili ndio ambavyo jinsi ambavyo wataendelea kuboresha zaidi squad yao. Kwako walichokifanya wachezaji wa Simba chini ya Fadlu Davis mpaka hivi sasa kimekuwa ni surprise kwa mujibu ambacho tunakizungumzia? Sinategemea, bado kuna vitu mimi havijani surprise. Bado kuna vitu havija kusurprise. Simba kufika finali ya Confederation, of course, kulingana na timu yao na experience yao ambayo walikuwepo nayo kwenye hii michuano na motivation. Unajua Simba anakuaga na motivation kwenye hii michuano, kwa hiyo sio kitu ambacho kimeni surprise. Kwa mfano Simba msimu uliopita ndio Simba ya hovyo zaidi mimi kwa kuishuhudia. Simba msimu uliopita ndio Simba ya hovyo zaidi kuishuhudia kuliko Simba hii ambayo tunaiona hivi sasa. Ya msimu uliopita ya msimu uliopita ilikuwa aibu, na ndio maana nilikuwa naingia matatizoni na mashabiki wa Simba kutokana na ile timu yao. Ndio maana nilikuwa hata kauli ambazo nilikuwa nazitumia zilikuwa ni kali. Na hiyo Simba ambayo ya hovyo mbovu, lakini walifika hatua gani kwenye Champions League? Walifika robo finali, wakaenda wakatolewa na Al Ahly ambaye alikuwa bingwa mtetezi. Kwa hiyo sishangai wao kufanya vizuri kwenye michuano ya Confederation.